mahafal mefikia, الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni wetu waalikwa, walimu wangu wapenzi, wanafunzi wenzangu na nyote mliohudhuria hafla hii, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ifuatayo ni tafsiri pamoja na maelezo kwa ufupi ya Qur'ani tukufu kuanzia aya 76 hadi 84 za suratul Qasas zilizosoma mbele yenu hivi punde. Kwa ufupi, aya hizi zinatusimulia kisa cha kweli cha Qarun pamoja na watu wake. Allah subhanahu wa ta'ala ametusimulia kisa hiki ili kuwatahadharisha wale wote ambao Allah anapowaneemesha kwa neema za afya, elimu, mali na vyeo, na ikawa kwao ndio sababu ya kukufuru, kujiona, kujivuna na kuchupa mipaka ya Allah, kwamba hatima yao haitakuwa njema. Kwa upande mwingine, Allah anatuonyesha nafasi tofauti wanazokuwa nazo watu wanaomzunguka mtu wa aina ya Qarun, na kwamba wapo wanaotumia na kwamba wapo wanaotamani kuwa kama yeye, mtazamo ambao sio sahihi. Na pia hutokea wale wanaotumia akili na elimu yao vizuri kwa kujiepusha na sifa za Qarun, na huku wakiwanasihi wenzao wajiepushe na sifa hizo. Katika aya 76 na 77 Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kuwa Qarun ni mtu aliyeishi zama za Nabii Musa alayhi salatu wassalam, ambaye alimpa mali nyingi sana, elimu na cheo. Lakini badala ya kurejesha shukrani kwa Allah aliyempa hayo, yeye akawafanyia dhulma, jeuri na kiburi watu wake. Hata pale walipomnasihi asifanye hivyo, hakuwasikiliza kamwe. Tafsiri ya hizi mbili ni kwamba hakika Qarun alikuwa ni katika watu wa Musa, lakini aliwafanyia dhulma watu wake, na tulimpa hazina za mali ambazo funguo zake ziloelemea watu wenye nguvu kuzibeba. Kumbuka alipomwambia watu wake, usijifakharishe, hakika Allah hawapendi wanaojifakharisha. Natafuta kwa yale aliyokupa Allah makazi mazuri ya akhera, wala usisahau nafasi yako hapa duniani. Lakini tenda wema zaidi kama Allah alivyokutendea wema wewe, wala usitafute kufanya mambo ya ufisadi katika nchi, hakika Allah hawapendi wafanyao haribifu. Aya 78 Allah anatuonyesha kiburi cha Qarun katika majibu ya watu wake walipomnasihi aache kufanya mambo yasiyofaa. Tafsiri ya hii ni kwamba, na kwa jeuri na dharau kubwa akasema Qarun, kwa hakika nimepewa yote haya katika mali na cheo kwa sababu ya elimu yangu nilionayo. Allah anahoji, je, hakujua Qarun kwamba ameshaangamiza katika vizazi waliopita kabla yake watu waliokuwa wenye nguvu zaidi yake kuliko yeye, na waliokubalika na makundi makubwa kuliko yeye? Wala wakosefu wataulizwa habari ya madhambi yao. Katika aya 79 Allah anatuonyesha kina cha ufahari aliofanya Qaruni kwa watu wake, na pia anatuonyesha udhaifu wa wale waliokodolea macho neema za wengine. Tafsiri ya hii inaeleza, basi Qarun akawatokea watu wake siku moja akiwa katika pambo la ufahari wa hali ya juu. Wakasema alipomuona wale waliokuwa wanayatamani maisha ya kidunia, laiti na sisi tungelikuwa nayo kama hayo aliyopewa Qarun, haika yeye ni mwenye bahati kubwa. Katika aya inayofuata Allah anatuonyesha kundi jingine la watu wanaotumia vyema neema ya akili na elimu zao kupima mambo na kuwaonya wenzao waliotamani kuwa kama Qarun. Tafsiri ya hii ni kama ifuatavyo: na wakasema wale waliopewa elimu kuambia waliotamani kuwa kama Qarun, oleweni, jizuieni kutamani aliopewa Qarun. Malipo ya Allah kwa yale mema mnayoyatenda ndiyo bora kuliko hayo ya Qarun, kwa wanaoamini Allah na siku ya mwisho, na wala hatoyapata hayo isipokuwa wale wenye subra. Katika aya 81 Allah ametuonyesha hatima ya Qarun ni nini kilimfika kutokana na kibri, jeuri na dhulma na ukaidi wake, kwa kusema, basi tukamdidimiza yeye na nyumba zake na mapambo yake ya kifahari chini ya ardhi, wala hakutokea kikundi cha watu kumnusuru na dhulma na adhabu ya Allah, wala yeye mwenyewe hakuwa miongoni mwa walioweza kujitetea. Aya 82 inatuonyesha
inatuonesha majuto na shukrani za wale waliotamani kuwa kama Qarun baada ya kuona mwisho wake na wao Allah ananusuru. Tafsiri ya hiyo ni kwamba na wakajikuta wale waliotamani kuwa kama Qarun jana yake wakiwa wanasema, kumbe Allah humkunjulia riziki amtakaye na kumdhikisha amtakaye katika waja wake kwa hekima zake. Kama isingekuwa Allah kutufanyia sisi ihsani ya kutunyima, na sisi angelitudidimiza pia kama Qarun. Kumbe hawana mafanikio wale wanaopinga na kukanusha. Aya za 83 na 84 zinamalizia kisa hiki kwa kutueleza kanuni ya Allah subhanahu wa ta'ala, nini anatakiwa mtu kufanya kama anataka kupata mafanikio ya akhera. Tafsiri ya aya hizo ni kwamba basi hayo makazi mema ya huko akhera tumeyafanya yawe ni kwa ajili ya wale wasiotaka kujitukuza katika nchi wala wasiofanya ufisadi, na mwisho mwema huwa ni kwa ajili ya wacha Mungu. Yeyote atakayetenda wema atapata malipo bora kuliko wema wake, na atakayetenda uovu basi hawatalipwa isipokuwa sawa na yale waliyotenda. Enyi ndugu zangu Waislamu na nyote mliohudhuria hapa, bila shaka kisa hiki cha kweli kinatupa mafunzo mengi sana, lakini hapa tunapenda kuyasisitiza haya yafuatayo. Mafanikio anayopata mwanadamu si kutokana na elimu au jitihada zake pekee, bali ni mapenzi na neema za Allah kwake. Hivyo hana budi kumshukuru na kuzitumia neema hizo kama anavyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafunzi tuliohitimu tunapaswa tuwaige wale walioelimika na wakatumia vizuri akili na elimu zao kwa ajili ya maslahi mema na kuelekeza wenzao katika mambo mema. Wale wanaotamani kuwa kama Qarun au wanaofanya kama yeye hawatakuwa na mwisho mwema. Hivyo ni vyema tukajiepusha sisi na kuwasa wenzetu wasiwe hivyo. Mafanikio ya kweli hayaji kwa kuwa mtu tu ana mali nyingi na vyeo, bali yanapatikana kutokana na namna gani tutazitumia neema hizo. Jeuri, dharau, kiburi na kujivuna kutokana na neema alizonazo mtu ni tabia mbaya sana, na Allah haipendi tabia hiyo. Tunaruhusiwa kutumia mali, elimu na vyeo tulivyonavyo kwa ajili ya maslahi yetu ya dunia, lakini tusijivune katika mambo tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika Qur'ani na hadithi na visa vya kweli vya kutufunza mambo mengi mazuri na msingi katika maisha yetu. Hivyo tupende kuisoma, kujifunza maana yake na kuitekeleza. Na mpaka hapa kwa hiki inatosha. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ilikuwa ni Qur'ani tukufu ambayo tenzi. Kwa hiyo tukaeni kimya tusikilize utenzi. Wanafunzi tafadhali. Waingia siem mlombali msoge uwanjani hapana mchezo, wataruka kivumbi hapa leo uwanjani hapana mchezo, wataruka kivumbi hapa leo. Kwa jina lake Maliki Mola Mwenyezi wa haki, asiye na mshiriki, kote katika dunia aloumba wanadamu, bahari nayo milima, nayo dunia nzima, yeye namuhimidia. Kisha sala na salamu na huruma za karimu zimshukie adhimu kipenzi chake Nabia, baada ya kumtaja Mola aloumba waja jamaa na mkubwa daraja wa dini Islamia.
sasa twatoa salamu wote mulofika humu, wanafunzi na walimu na waalikwa pamoja, kwa salamu maalumu ya dini ya Islamu. Assalamu alaikum, hali na wajulia, ibajiwe kikomo, tunayo mengi maneno na muda mchache mno, tungeomba endelea. Karibisheni mgeni rasmi kwetu shuleni, mama ajihisi nyumbani kwake anapotokea. Simame mwalimu mkuu mwenye nidhamu wa shule ya Zankomu, mgeni kumpokea. Karibu baba katibu, katiba sheria naibu, bali muhibu, sote tunakutambua. Na hiyo kamati yako wote tunawapa heko, kukubali mwaliko, shukurani tunatoa. Leo tunataka lamu, tunalivua jukumu jamaa, wanafunzi na walimu, furaha twajionea. Mahafali yametimu kwa wazazi na walimu na wapenzi wahitimu, cheko anajichekea wahitimu safi kwa wenye miaka 6 na ya miwili. Hakika leo tunaweka nukta, vyuoni twaelekea kuitafuta elimu hadi ukahitimu. Ni jambo zitoka humu, ndo maana twashangilia. Tumepitia mazito pia nyingi changamoto, sie tukalitoa fukuto na Mola tatujalia. Tukasafiana nia chuki tukaziondoa, twehakikisha sawia, pamoja twafanikiwa. Na walimu wakaona lengo la vijana, na wakaungana wanakuwa saidia. Shule inawapongeza kwa muliotekeleza, ni jihadi kamweza mulioipigania. Tunazitoa salamu ziwafikie walimu jamaa waliotupa elimu, shukrani tunatoa. Pasha choma, kwani kubwa mikakati twakuita mwenyekiti na wajumbe madhubuti wa Zankomu. Musikia mwalimu wetu mkuu Lady Aupojo, usayapenda makuu, uje mbele changiria, changiria Lady na changiria, furahia mahafali yamekuwa, jitihada kwa murua wewe unezichukua mama, kwa moyo wako
pamoja shule ulisimamia, heshima na taadhima sisi ulitupatia, uje mbele kwa na mama na kuhitajia leo. Dada tunakupa heko, sisi ni watoto wako, na hata walimu wako zangu mwa kutambua, na wasaidizi wako. Mama tunakupa heko jamaa, bisubira huko na bina Musa libya bisubira. Tunamshukuru kweli kipenzi Mwalimu Ali kwa akaunti mkali, sote tunakutambua, wakali wa kompyuta data wanazichakata, bize na ungefuata na edimwa ajusogea. Watumi watamkamu wakubwa wataalamu, Muhamedi na Adamu kwa heri kaambia, Tijada msafi jiografia kwa kweli imetimia jamaa, ameritwa kuitapia na Abdallah pamoja bila oye. Hatujawaweka nyuma bisara nawe simama, Abdul Basit Mahima, asante twawaambia, na Yusufu Musali na Lukmani wa pili, ni upole si ukali, kutufunza historia oe. Mzee usoma shaka, wakati wao umefika, ni Mwalimu Mwinyi Mwata heko tunakupatia, Hensa Mwinyi oye. Kipenzi cha wanafunzi sitatale kazi jamaa, jua kapandisha hadhi, wawashangiria Babsale oye. Mkali wa fizikia mambo anayachambua, vizuri kapangilia, Kasaidi shangiria, Kasaidi oye. Mwalimu Hasani Ali kwa jasini mkali, sote tunakukubali, mahafali shangiria, wajana kwa basatanga tamtani daisa, bamuana ifundisha tutajipatia Mtoni oye. Nani kama Mtoni? Sisi safi, makundi safi, ukasafia konia vyema, ukasimamia jamaa, kambi yetu ikamea, Biraya twakuita pia Biraya oye. Nani kama Biraya? Kamati ya mahafali nanyi musikae mbali, tunawapenda kwa kweli, muje mbele twawaambia, zamu yenu wanafunzi pamoja nanyi wazazi, muje mbele wazi, mapesa kujitunzia wazazi vipi?
wakaniwesabati iziamu kwa kati leo na wakati mahafali shangiria iziemu mpo nyumani sijaweka wataalamu waeka jamaa na waomba kwa haraka wasibu kuwatia nikisema nana mnasema eka nana eka wakali wa historia mere mungelifatia mia shangwe mungejipigia nalia moyoni na huzunika nikiwaona shii wamedorora pika mukoko mchuchanga datamu nazi chakata wataalamu kupata kwa pamoja shangiria ginja mpo wajuzi wa fizikia pijamu bila udhia mbele mgefuatia mahafali shangiria sasa twaleta kilio baba letu kimbilio waweza kuenda mbio kuweza tutatulia kikubwa chetu kilia tunautaka uzio tujenge mbio ukuta twahitajia pia nayodangalia sisi twahitajia wanafunzi twaumia vizuri tukijengewa nizamu yenu walimu mumefanya kazi ngumu jamaa ya kutufunza nidhamu na masomo kwa pamoja tunapigia makofi matatu walimu pata choma pata choma ahadi yetu hakika leo tunaikisha matokeo yakitoka sote tutafurahia tutaibeba skuli mabega mawili tutahakikisha kweli skuli twainua kwa rehema za karimu na dua zenu walimu na wazazi wa karimu basi tutafanikiwa tunamuomba kahari atuepushie shari atupe mema mazuri pia na njema pia amina rabbi amina tunakuomba Rabbana matokeo mema sana na yatayo turidhia twawaomba samahani mengi tumewakoseni twaelekea vyuoni mutu safi zenunia naona mwaulizana nani utenzi kasoma Hafsani langu jina zankomu natokea mimi niliyeghani utenzi huu jamani naelekea chuoni Hajramwani tambua aka graduate Kwaherini tunaondoka shuleni
walimu asanteni, hongera twawapatia, kwaherini, kwaherini, tunaondoka shuleni, walimu asanteni, hongera twawapatia, wahitimu safi safi. انت طبيبة وانت انت سلبي تحمي hatujakivunja kiambo. Yani sisi na maofisa kutoka TRA tumekuja hapa kwa ajili ya kuangalia duka lako na kuhakiki mambo ya leseni, mambo ya hati ya mfanya biashara, TIN namba yako na SC yako. Naomba mama uingie ndani utupe tuviangalie. TRA nyie, haya kushakuja tena. Maana kwanza nikae. Mnajua kama mmezidi uzushi nyie? Mnajijua? Mara EFD, mara mtu hukai huko hawi TIN namba. Yani mbona hivyo? Au hizi biashara zetu hamtaki tuzifanye? Amtisikiliza. Sisi TRA ni wapole sana kwa wateja wao, lakini naona unatupanda kichwani, yasiwe mengi maneno. Naomba ututolee vitu tulivyovihitaji. Unahitaji nini na nini? TIN namba. Kwa bahati mbaya mwaka huu bado sijajisajili. Hati ya umiliki. Hati ya umiliki. Sasa ni hati yangu, kwa nini niweke dukani? Kwani biashara ile ijaibiwe? Hii ni ardhi yako. Hata kama si yangu, ya Mungu, ardhi ni yetu sote. Wewe unataka dukani. EFD yako iko wapi? EFD imeharibika, nimepeleka kwa fundi. Kwa nini unapeleka kwa fundi wakati natakiwa upeleke moja kwa moja TRA? TRA mna mambo mingi. Hiyo EFD kurekebisha tu kwa pengine mngechukua miezi miwili. Miezi miwili natolea nini risiti? Mbona unajibabaisha? Au una nayo? Basi kapilete. Alafu wewe Ramla wewe. Ndiye. Ni kwanza msilete mambo ya ujuaji. Uwe Ramla, tumekuja hapa kufanya kazi. Hatujaja kupanga ukoo wala ulosoma naye skuli wala chuoni mkapangusana mafua. Haya usijali. Tunapovihitaji tafadhali. Halafu mmeshakuwa hapa si leo ila mwazini wala la mnadi swala. Naomba vitu subiri. We mambo yako rafu unaonekana. Hii sister yako subiri nikague. Jamani, Ramla, zama siku shoga yangu nzuri. Mimi ndo ushansahau au sijakusahau, lakini shoga kwenye kazi. Kazi vipi? Kazi pole mwanamke mwenzio. Mimi hapa unavyoniona, sina EFD, sina TIN namba, hiyo hati na wote. Jamani, nakupa chochote kitu angalau yule mwenzako kumlainishe. Wewe vipi? Vitu vyote hiyo unaweza nakusaidia vipi? Mimi nivumilia wiki mbili tu natafuta. Subiri nakupa chochote kitu angalau upate kijora. Chochote kitu sawa? Mlainishe mwenzako, mmekanya siwezi. Na inapoonyesha biashara yake huyu ni magendo. Haya, vitu vyako vimeingizwa kimagendo. Tunamfanyaje kwa mfano? Nishaongea naye, nimempa wiki hizo. Wacha wewe. Hajatimiza, tunamfungia duka lake. Hiyo si rushwa hiyo. Sio rushwa, wewe vipi? Poa tu. Wewe hapa tumekuja kufanya kazi. Twende. Si rushwa, kirejesho. Na hati ya Raila shantilia bundu. Bora hata mfunge duka langu. Je, katokea uzushi mwingine hapa sina chochote. Ngoja nende zangu harusini. Wangu mea majanga. TRA washanivuruga. Yaani nyumba kama nilivyoiacha nimeikuta vile vile. Vyombo havijakoshwa, yaani ilimradi kitimtim tu humu ndani. Nasra. Naam. Huyu na ikasharudi. Makelele tu watu wote wajue kama Bisali makarudi. Kupiga tarumbeta. Au utakanikae huko milele. Naam. Kwanza naomba nikae. Ili tuongee vizuri mwanangu. Hii nyumba nilipoondoka nilikwambiaje? Nisafishe. Ulisafisha? Vyombo ulikosha?
Au ulitegemea mimi nikirudi Mvirambe? Hujafagia, ulitegemea afage nani huko ndani? Majini ya kwenu? Nasra usinipande kichwani. Tuelezane, hujasafisha kwa nini? Ulokuwa nazo. Nimechelewa kuamka leo. Maana we mwenzangu mpaka saa 4 hii ndo kwanza unaamka, una usingizi wa Ashabul Kahfi usoisha. Au siye wewe? Saa 4 hii hujaenda skuli kwa nini? Juzi hujenda, jana hujenda, na leo pia. Mama, kwanza uko skuli mimi nikafanya nini? Mtoto wa kitajiri shoga hasomi, biashara tu. Mambo kukamata mtono tu. Mwanangu. Astaghfirullah. Ya Rabbi nifanyie wepesi na kizazi hiki. Kwa hiyo wewe hizo mali ambazo unaringa nazo kwa mjini ndo zinakuhadaa. Au sio? Mali zenyewe TRA wanazitaka. Sijui kuna mambo ya ushuru, EFD, hati ya umiliki. Yote mamako sina. Baada ukasoma angalau ukawa na maisha mazuri, biashara ukaendelea vizuri. Lakini vipi? Ndo kwanza unaniongezea mzigo. Mwanangu si hivyo. Naingiza bidhaa kimagendo angalau ile faida tupate mimi na wewe. Zote unione huruma mwanangu. Halafu pia afadhali shoga. Hivyo unavyoingiza bidhaa kimagendo maana TRA wangekukwangua shoga yangu. Haya. Kwa hiyo lini unaniweka dukani? Nikuweke dukani ili ufanye nini? Ujiuze. Nikafanya biashara kwanza siku hizi shoga yangu biashara matangazo. Nakwambia hivi, dukani sikuweki, kusoma utasoma na humu ndani utasafisha. Sasa hivi. Kwanza mama pesa zote unafanya nini? Si utafuta house girl tu. House girl ili mtoto wako uje umuoe siku 2 tu kwa makazi mndani au si? Lakini cha moto atakiona. Mwanangu, Nasra tusijibizane. Hatupo sawa, nitakuua Nasra. Uniue shoga yangu, serikali haipo. Mimi wanafunzi hivyo. Wewe serikali ndio inakupata au sio? Wakati nimekuzaa mwenyewe na kuua na kufukia humo ndani taka mmoja wewe. Naingia ndani, ole wako vyombo usivikoshe. Wala sioshi chochote. Nishamkimbia mama huko, nimeshughulisha muda wa kuperuzi sasa hivi. Niwe. Jana mpigwa makwaju. Na sana. Wewe umeniona? Niwe mama Sravyo. Asiwe. Wewe huyo. Haya ulikuja skuli kwa jaje. Mnajifanya mnajua sana tukuji wewe tunasoma. Hakutaka hatukuji. Mnasoma na mtoto tajiri nyie. Kwa kwanza mtoto wa kitajiri anasoma skuli ya serikali ya? Ndio maana siji shoga yangu. Skuli yenyewe kazi kugaragara vumbi. Ngoja nija. Yuro karingia mali za mamake. Usizama zako. Shoga yangu niringie cha nani? Wewe zinakuhusu. Mama yako kazi tafutu na wewe kazi tafute uwe na zako jeringe baadaye. Shoga yangu, kwa kama unavyoniona na damu shoga yangu natamba mjini. Wewe unataka kitu gani tena hapo? Wewe tena uko kudamsi, kuna litaka kuna damsi kwa kutaa mama yako. Wewe mama yako huyo kana ya kufwa. Kuna jaji jambo. Wewe kwanza subiri. Mama kwanza hafui anafulia mashine. Kwa kwanza mashine miko na haina tena kazi. Wewe mna pesa nyingi mtafute mashine Ya leo mama yako kafu. Kutana nini wewe? Kwanza mama si kafu, tuheshimiane. Mama CCM. Usitaka kujua Kiswahili uzuri kutoa na kutambu. Kwanza mnajua nyinyi mnazungumza kishamba. Washamba mna shida. Mimi hata siwafahamu shoga zangu. Kutana na mjomba kichwa. Ya shamba kutana na mjomba sitaki. Kama kuna uwezekano pia mnayo. Hemba ina maana wewe kuna kitu kana. Hiyo kasema kishamba ina maana ni jua kuna kitu hapa. Mwana kulifind mwana kuligeti. Wewe tunaiona kwa hizo mali za mama yako. Hebu watu wategemea mali ya mama yako kila mmoja na mzee wake. Shoga yangu nikwambieni kwanza, maana mlikuwa hamu ya juu. Mama yangu anauza duka kubwa kama supermarket. Hatoi kodi shoga yangu. Bidhaa zinaingizwa kimagendo. Pesa faida zote zinakuja kwetu. Unataka nifanye nini kama sikunyaa hapa mjini? Ina maana wewe kuna na jamu kwenda tunakichagulia tu hana lipa kodi. Nakanatia tu kwa magendo. Yangu nyie washamba tatizo mjini hapa kila kitu uwenyeji mupo. Ngojaga mtegemea cha ndugu hufa masikini kufahamu majuku majutamjuku
Kujajuta mwisho wakati wanaji pradaji kuja kweli. Na randaja huko. Kwa heri. Tuone tena jambo. Wapi? Uko shamba. Tujako. Watu wamjini njoo alivyo tu. Wana panga siwezi. Nendeni kwa majuto mjukuu. Hakuna watu. Mimi kamjukuu majuto mnaashua. Khamis kutoka TRA amekuja hapa na nyinyi mawili matatu. So takachoulizwa sawa. Madam, karibu. Asante mwalimu. Hamjambo wanafunzi? Hatujambo, karibu. Asanteni. Haya. Mimi ni kamishna kutoka TRA. Nimekuja hapa shuleni kwenu kufunzeni kuhusu mambo ya kodi. Kwanza mnajua ni kodi? Hatuviji. Hamviji. Hamjui. Ni mchango wa lazima ambao kila raia anatakiwa achangie. Kodi hiyo inakusanywa na TRA, inapelekwa moja kwa moja serikalini kwa ajili ya kuleta maendeleo mbalimbali. Wanaotakiwa kulipa kodi ni wafanyabiashara, waajiriwa, wanaonunua bidhaa kama vile vocha, umeme. Umeelewa? Sawa. Sasa kuna wanatakiwa walipe kodi lakini wanaleta ubabaifu, wanafanya ukorofi. Kuna wafanyabiashara wengine hawana TIN number, ambayo TIN number lazima kila mfanyabiashara awe nayo. Hawana pia EFD. EFD ni kifaa cha kielektroniki kinachotolewa risiti. Ukienda kununua bidhaa lazima udai risiti. Kama hujapewa risiti usiondoke. Umeelewa? Haya, kuna biashara wengine pia wanaingia ndo. Kwa hiyo kama mlio anatakiwa moja kwa moja itaifishwe. Fahamu. Kuna swali lingine lolote? Kuna maendeleo gani ya kulipa ya kutoa kodi? Vizuri sana. Ukitoa kodi yako wewe inachukuliwa moja kwa moja na TRA, inapelekwa serikalini. Serikali wanaitumia kwa ajili ya kuleta maendeleo mbalimbali kama vile kujenga mabarabara mnayoona mazuri mazuri, au kujenga flyover hizo, maskuli mazuri kama haya. Si mnaona skuli inavyong'ara hii? Hospitali yale ndio hivyo. Kwa hiyo kodi yako inachukuliwa kwa ajili ya kuleta maendeleo haraka hapa nchini. Swali lingine? Mkuu uzeja kukufahamu to kweli bibi, hata silikufahamu vyema. Kwani hiyo mashine ya kulazia hizo risiti, maduka madogo pia mpaka majiduka makubwa tu ndio yanapigwa. Swali nzuri. Sawa. EFD lazima kila mfanyabiashara awe nayo. Kwa sababu wewe ukienda kununua bidhaa unatakiwa upewe risiti, na EFD ni kifaa ambacho kinatoa risiti za kielektroniki. Kwa hiyo ukienda kununua bidhaa, yule mfanyabiashara anatakiwa aitumie ile EFD kwa ajili ya kukupa wewe risiti. Bila hivyo usiondoke bila risiti yako, kwa sababu mfano bidhaa iko na pungufu kidogo tu, uweze kurudisha. Sawa? Na nalo pana usijengali sahau. Kwani mfano kama mtu halilaza hizo kodi, kuna fidia gani kanaweza kuchukuliwa? Haya, asante. Mfano tukirudi kwenye yale makosa ambayo wafanya biashara mbalimbali. Mfano mfanyabiashara akiwa hana TIN number, huyu anatakiwa atoe faini ya 1,000,000 au adhabu nyingine ni kifungo moja kwa moja. Au mfanyabiashara akiwa hana EFD, hicho kifaa cha kielektroniki, anatakiwa alipie faini 3,000,000. Au mfanyabiashara kwa bidhaa yake ameingiza kimagendo, faini yake hiyo inakuwa hizi bidhaa zake zote zinataifishwa. Tayari? Nyue, uyo kwa make nasra kana lipa kodi ulia. Maana mimi nakuona hamba hanali. Pana kuambia si ajabu zaidi. Juzi nda dukani kwa tende nunu wangu wonga hali kanga hiyo risiti kanka risiti ya mkono jonka shangaa nkajiuzaga. Na kweli kana tuwaza. Na kweli kana laveza mkono, maana usiku kuna na majigari makubwa yanaleta vitu ngasijivina la wapi. Sasa ndio mangata yenywe. Mleke busijatambua kumbe yana magari maji kubwa yake. Wanafunzi samahani. Wanafunzi. Naam. Samahani mfanye zogo. Kama mna maswali mengine yote niulizeni mie. Uko mtaani uko kuna jirani yetu. Jina lake Bi Salma. Hana risiti
Analavya risiti za kielektroniki kana kukaza mkono. Magari maji kubwa kweli anapitishwa pale usiku na yeye analeta mizigo ngasije analawia wapi. Vizuri sana. Mnaweza mkatufahamisha sehemu ili tulifuatilie haya mambo yanayofanywa na wafanyabiashara yasiendelee. Mbona wewe nakona nikakufahamisha hukutambu? Bora nikakupeleke. Usinipeleke kwa ajili ya usalama wako. Wewe nipeleke tu, sisi tutalishughulikia kama TRA. Wewe wale wapi? Sijui ndio mpendaye mori ngakikuiji. Mimi ndio nikojua tukakudaruka. Ana mwekundu mfupi kidada. Ukaangia tu pale wako mwanzo. Hapo kuchamo na kana madidashi mengi kweli nikafujae kuvaa. Huyo mfanyabiashara ni mwanamke mwanamke. Mwanamume. Mwanamke. Haya, asanteni. Sasa tulishughulikia kwa sababu hatutaki mambo endelee. Asanteni sana kwa ushirikiano. Asante. Madam, tumeenjoy sana kusema kweli. Haya nimekapa na lakini Karibu kaja uje tena wanaenda skuli. hii ndio skuli yetu ya sekondari ya biashara. Kupe tu historia fupi ya skuli ya biashara. Skuli hii haijawahi kutokea zero. Yaani ukiona zero ujue sio tanza commercial. Karibu tena madam. Wanafunzi tutaonana kesho inshallah. Tunaweza kwenda nyumbani kwa sasa. Haya karibu. Nguo wewe rafiki yangu wewe. Wewe unadhani mimi napitisha kwenye hiyo bandari yako bubu ili iweje? Mimi sina pesa kuwapatia TRA. Ushuru nasi chukue kwani shida zangu au? Biashara yangu faida chukue wao wanaumwa. Hadi Subiri tonge baadaye na mteja. Karibu. Asante. Nimeona duka lako limenona, nimeamua nikie. Karibu. Dashi kama unavyoziona hizo pambe na nusu. Tunaona. Haya, naomba bei zake kwanza. Hizo wala hazina bei shoga yangu. Kuanzia hapo mpaka hapa 30,000. Ndio. Kuanzia hapo mpaka 60. Then kuanzia pale mpaka pale. Unavyoona lela chui 180. Haida zaidi la kwenda ukweni 280. Yako ndani sto. Shoga yangu, usifike mbali. Sina 100 hapa. Nipe lela 30 nivae. Tena rangi. Nichagulie rangi kama yangu, rangi ya mtume, shoga nipendeze. Basi itabidi uchukue hilo hapo la maroon. Nipe hilo. Haya, ngoja mfungie. Kwenye store nazo mpya. Haya. Bintolee mapesa. Haya, hii hapa. Bintolee pesa yako. Asante. Karibu tena unilete wateja. Asante. Nguo za kitoto nazo naingiza kesho kutwa inshallah. Za mfungo 3. Haya. Karibu tena. Nipe risiti, naomba risiti yangu. Risiti? Shoga yangu wewe. Dira moja unataka risiti? Lakini si ndio? EFD yangu imeharibika. Kwa ukija siku nyingine inshallah nakupa risiti yako. Karibu tena. Mimi nimeambiwa nisondoke mpaka nidai risiti. Nipe risiti yangu. Sasa risiti nitakupa vipi na EFD yangu imeharibika? Siondoki, nipe risiti. Kuwa mstaarabu shoga yangu. Anti, hili nikiliona la mapungufu mimi nitalileta. Nirejeshe. Utanikumbuka mimi? Nitakukumbuka. Utakumbuka hizo lenza mtume ziko nyingi. Nirejeshe, usijali, lirejeshe. Mji mzima wananijua, wewe rejesha tu hapa. Rangi za mtume zinapoteza hizi. Nakwambia hivi, lirejeshe nitalipokea mwenyewe, hata rangi ukitaka. Ukiona hiyo haijakupendeza, njoo badilishe rangi. Haya, nenda zangu. Likiwa na kitobo nalileta. Wewe tu. Haya. Wateja wengine wana vipampumo. Kidira kimoja tu nataka risiti. Angenua 12 angedai nini? Si duka zima ili ondoke nalo. Hafsa, twende duka pale. Nimenunua bidhaa hajanipa risiti yangu. Haya, duka lenyewe ndio hilo. Kwa hiyo bosi umeleta duka hili. Huyu ni mzoefu, hana kosa ambalo hana hapa dukani. Ndio maana subiri kwanza huu mzigo niweke, maana sitaki hauna risiti. Karibuni. Haya. Kwanza huu unamjua? Afisa TRA. Kwa sababu kashawahi kuja. Basi mie ndo mkuu wake. Mie ndo bosi. Mie commissioner. Kwa nimekuja hapa kulifuatilia mwenye hili jambo. Haya. Kwani tuyapange? Sio tushafika, hatuna cha kukipanga. Kwa sababu bosi, sikiliza. Hapa tumekuja na ramla. Bibi huyo cha ujuba katuzungusha
katupiga saundi mpaka Ramla akampa hii. Nimeondolewa hapa mkuku. Kwa hiyo Ramla kala rushwa. Hilo kesi nyingine tutaifuatilia. Na umuona sura yake kama mdogo kapiritoni. Endelea. Sasa sikiliza, usione kama tunakuonea. Sisi TRA tunapenda. Tupe TIN number. Mwaka huu sijajisajili. EFD imeharibika ipo kwa la haula. Unajua madhara yake ya kutokuwa na hivyo vitu, bosi. TIN number anatoa faini 1,000,000. EFD faini 3,000,000. Haya. Hati miliki ya duka iko wapi? Hana kitu. Duka limenenepa hili. Kuna kitu. Afisa, sikilizeni na mimi. Kwa hisani zenu, naomba mnipe wiki moja tu, vyote nakamilika. Sina wiki, sina mwezi, sina miaka. Wiki moja tu mimi. Kia anti. Sina chochote ninachotaka kusikiliza. Wewe fanya utupe hii faini. La sivyo twende polisi. Pressure. Pressure. Akitaka shoga. Fanya utupe faini. Subiri tuone tunafanya nini. Fanya. Halo mwanangu. Huyu bosi kama hana. Njoo hapa dukani kwangu sasa hivi. Njoo chumani kwangu, kuna hakiba kama 5,000,000. Zilete. Sasa hivi tafadhali. Fanya. Tuna maduka tele hapa, tunataka tukapige dopri. Subiri kaenda kuziangalia dakika moja. Na huo mzigo umeingiza lini mwisho? Nimeingiza Ramadhani. Umekaguliwa wapi? Subiri mwanangu anapiga. Halo, wajibabaishe. Hamna pesa? Wao zimeenda wapi? Mnatuma ulete huko ndani? Bosi huyu hana jambo. Nisikilizeni, mimi nilikuwa nazo hakiba zangu. Hati miliki tunaitaka ili mradi tufanye ubinadamu, maana sisi TRA tunapenda, lakini basi nivumilie. Kwanza mzigo wako. Haya, sikia. Hakuna cha kuvumilia wala nini. Wiki moja tu ni 20 mwanangu. Huruma ile mwana we. Wiki moja tu ni. Sikia, nakamilisha vyote. Usinizungushe. Umesikia auntie? Usinizungushe. Kamishna hana mambo mingi. Unasikia? Haya, mali yako hii umeingiza, umesema Ramadhani. Imesajiliwa wapi? Imekaguliwa wapi? Mdogo. Hamna majibu? Sema mbio. Basi, nishajua. Kwa sababu huna vitu vyote, mali yako umeingiza kimagendo, si ndio? Sasa mali yako yote tunaitaifisha. Maduka yangu yanataifishwa. Mali yako yote tunaitaifisha. Oho. Wewe bosi, la haula tushaua. Tulia afisa, sipo kazini. Tulia nimwangalie. Tushaua. Hajapa huyu mzima? Mzima huyu. Nenda nje kaombe msaada, sasa tumshughulikie. Nje huko au? Wewe pita huko, wewe umeenda wapi? Afisa samahani. Vipi? Umeiba au? Hata ningeiba. Mwanamke mwenzetu huko ashaanguka. Tena tukamsaidia. Baba atakuzimia. Tunaye leo. Tunakula la polisi. Msafanya nini mamangu nyoka? Mmefanya nini mamangu? Uanga gani? Eti mamako hana TIN number. Tumemwambia faini 1,000,000, akaanza pressure. Hana EFD faini 3,000,000, akona pesa kubwa, akapanda na sukari. Tumemwambia mali yake taifishwa, ndo kazimia. Mali yake na taifishwa. Yake inafanywa nini? Mtu wangu isaidie mimi. Na hii sasa sie TRA tukifanya kazi zetu mnatuona nuksi na maduka yenu ya urithi. Kwa hiyo hii ndo hasara ya kutofuata sheria na kanuni za TRA. Kama nataka unyanyuke utaenda kutiwa drip na mali inachakishwa na kufungwa, utafungwa. Sasa nampeleki. Nataka unyanyuke. Inuka. Drip zipo hospitali tele, zimejaa. Mashallah, tunajitahidi kali. Jamani, mtume
nilitegemea maduka ya mamangu mimi. Sijasoma kama wote naumia. Leo yananikuta majuto mimi. Leo nishamjukuu majuto. Mungu nisaidie mimi, jamii itanitazama vipi? Ukiuza dai risiti, ukinunua dai risiti. Kwa pamoja tunaja katika letu. Kwa heri ya mwanakiapo, biashara tuondoka, tujakivunja kiapo. Kwa heri ya mwanakiambo, biashara tunauka, hatujakivunja kiambo. Biashara tuondoka, hatujakivunja kiambo. Jamani, TRA wanapata tabu sana kuwashughulikia jambo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, litakalofuata sasa hivi ni nashdi iliyotungwa na wanafunzi mashuhuri wabobevu waliojawa na vipaji juu ya nashdi nzuri ambayo itaburudisha wahitimu wetu pamoja na waalikwa kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, wanafunzi hao wametunga wenyewe. Hatujamfuata mtu, tumejiandaa tukiambatana na lady na mwalimu mkuu wetu wa Zanzibar Kamasha pamoja na Biraya. Jamani, Biraya kafanya kazi kubwa sana. Mimi namsifu. Sina kinyongo na mtu. Jamani, wanafunzi wa nashdi, naomba mufike hapa mbele, tusipoteze muda wa wazazi wetu. Hawa ni wanafunzi kwanza wamependeza. Inshallah, proud of you jamani. Oh wow. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, hao ndio wanafunzi waliotunga hiyo nashdi ikiambatana na Mheshimiwa Profesa mwenyewe Ismail Sud Hamis. Ndio waliotunga nashdi hiyo pamoja na wenzake Salum, Said na Muntasir. Mmependeza sana, mashallah. Mashallah, nisiwe mpenda hasada, mmependeza bwana. DJ, tupe kitu hapa. Jamani wazazi, karibuni sana. Ana salama leo yamefana mahafali mema na sisi twawaona leo mmependeza sana. Wenni wahitimu wema, mwende mkadumu na mafunzo mema, na zetu salamu kwenu twazituma, walimu wazani wazitunasema, na Mola Karim awape salama zake hisan zishuke daima. Leo tuko furahani zankomo tunasema, walimu na wahitimu wamefurahika sana. Leo tuko furahani zankomo tunasema, walimu na wahitimu wamefurahika sana. Hongereni sana wahitimu wema, twawaombea mema na salama. Leo yamefana mahafali mema na sisi twawaona leo mmependeza sana. Wote ikhwan ninaowaona wanatabasamu tabasamu pana, wamejaa hamu tena kubwa sana, wako hamkan na bashasha njema. Pongezi avu wote wapeana kwa leo kutimu mahafali mema.
sisi wahitimu tumefurahika sana, tunamuomba Karimu atupe maisha mema. Hata sisi wahitimu tumefurahika sana, tunamuomba Karimu atupe maisha mema. Hongereni sana wahitimu wema, twawaombea mema na salama. Leo yamefana mahafali mema, na sisi twawaona leo mmependeza sana. Eka EGM wote wasimame, hili la Picom EGM tuwaone, pia na walimu nao wajihime, kwa kuwa ham mbele tuwaone, na wote wazazi mlohudhuria, twapa pongezi heko twapatia. Hata wewe mwenyekiti wa bodi ya Zankomwe usitie ati, hapa ndio pako home. Hata wewe mgeni rasmi ulikuja Zankomwe usitie ati, jisikie uko home. Hongereni sana wahitimu wema, twawaombea mema na salama. Leo yamefana mahafali mema, na sisi twawaona leo mmependeza sana. Walimu vipenzi mmetufunza mema, na sitwaahidi tutayatunza vyema, na Mola Mwenyezi atawapa salama, wepesi wa kazi atawapatia. Leo tunawakimbilia mtanituelekea, wazee walimu pia huzuni tunawatia, ila twaomba ridhaa na dua twahitajia, atubariki jalia na kheri kutushushia. Hongereni sana wahitimu wema, twawaombea mema na salama. Leo yamefana mahafali mema, na sisi twawaona leo mmependeza sana. Hongereni sana wahitimu wema, twawaombea mema na salama. Leo yamefana mahafali mema, na sisi twawaona leo mmependeza sana. Babu, kunayo mazito dunia yaangamia, enzi zako za utoto haya kutokea. Bora ngeka kitako machache kuelezea, babu, kunayo mazito dunia yaangamia. Mama, we mama, nini tena chimami? Tangu saa hizo naita kuwalisha niwalishe na dharau mnifanyie. Mami, mbona maneno makali matumizi? Ama kweli watu wanapata wana, wengine tukapewa nduli. Sasa bora niziokote kwanza. Kila tukitizana mjana hausikili, na tukisema sana mnatuona madhalili, na tukisema sana mnatuona madhalili. Alhamdulillah. Mama, nawe bibi, hata hili wadanama nimekuwa mkaidi, si ndivyo wanavyosema? Wewe uzee umekuzidi, ndio maana wanitakama, na uzee umekuzidi, ndio maana wanitakama. Huyo kasema mtu wa dola
nipo zangu chumbani nasikia mabishana, hivi jamani kunani? Au ndo asemwa mama, mbona hivyo timami wapenda kujiona mana? Mbona hivyo timami wapenda kujiona mana? Umeanza unataka kunitafutia dhambi we. Bora wewe unyamaze, mwanaume usiye na maana. Ndio nikope ujilaze, kula yako ni kwa mama na sauti uipaze. Kwa lipi lako la maana? Na sauti uipaze. Kwa lipi lako la maana? Bora hata ya yeye anionyesha heshima. Kama mamae namuombea kwa karima, niishi naye kwa wema. Elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Naiuliza jamii, kipi nimekikosea mimi haya yananitokea? Au nimwachie Manani, huenda atasaidia. Manani huenda atasaidia. Timami, elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Hodi wenyewe. Jirani, kuna kuendelea nini? Na kwa kia zogo. Karibu jirani, mimi Maulana, simuwezi Timami, simuwezi. Mbona huko mbali sana? Maneno kunayosema. Kumbuka yule ni mwana, simwachie sana. Kachaja vatalana yule tumkosea tu mwana. Kachaja vatalana tumkosea tu mwana. Lino cha jirani tena hapana. Bora tumtoe chini tumuase tu mwana. Kwa uwezo wa maana ni yao mazuri kachatenda. Elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Waswahili wanasema usijaze masusu kwa yasio kuhusu. Nilikuwa nakutazama, kitu gani utasema? Ungelea wako wana, mengi angekuepukia. Mizigo isona maana, wewe wayakumbatia. Elimu ni kila kitu. Heshima ni kitu gani? Elimu ni kila kitu. Heshima ni kitu gani? Mtaani jamani, mumezidi. Haya kuna nini? Nafikia Ketarati nikajua mmesiwa. Anaambia Chimami nini kimetokea? Birahma jirani anasumbua, ugomvi anauingilia. Nilikuwa naongea, mama ghafla kaanza kulia. Kama shida huduma mama anapatia. Elimu ni kila kitu. Heshima ni kitu gani? Elimu ni kila kitu. Heshima ni kitu gani? Sasa shida ni nini? Na huduma wapatiwa, unanawiri mjini, majirani kaumia. Elimu ni kitu gani kama hakuna heshima? Elimu ni kila kitu. Heshima ni kitu gani? La haula. Ukistaajabu ya Musa taona ya Firauni. Hata wewe binti Isa wamsapoti Timami? Au elimu ya sasa yafunza nini jamani? Elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Usisikia ya mkuu kuvunjika guu. Daima kama shakani mnamdharau mama. Wala hana njia peponi siku ya kiyama. Kuna watu miongoni wanamtamani mama. Kuna tenda upape. Elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Simdharau mzazi Timami kuchaja ngamia. Maana alikuta kazi wakati yao kulea. Simpoteza kipenzi wazi kuchamtolea. Elimu ni kashatupu kama hakuna. Elimu ni kashatupu kama hakuna heshima. Si kweli, hana thamani. Maana wamejaa tele sebleni, pesa yako mfukoni. Hela inaongea jamani. Nina huruma jirani, ndio maana naishi naye ndani. Elimu ni kila kitu. Heshima ni kitu gani? Elimu ni kila kitu. Heshima ni kitu gani? Ama kweli, shukrani ya punda ni mateke, kikulacho kikongoni mwako. Miezi 9 kwa tumboni nimekulea, nikawa na pesa zangu vizuri kupendelea. Leo hii bila aibu maneno yanitolea. Leo hii bila aibu Timami maneno yanitolea. Mama
angalia mama, hurumia mama. Nimekulea peke yangu, baba ametangulia. Yote ni mipango ya Mungu, au nadhani nimechagua? Maneno yako machungu Chimami, moyoni naumia. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Elimu nikashatupu Chimami kama hakuna heshima. Chimami, bora utu kuliko kitu sikiliza. Fedha huti na kutu thamani kapoteza. Mama kuna shida mijijambo mijikubwa kweli. Bali yeye tuwa kabisa kana kwambe hapa kunyoke. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Chimami, na mimi na mtoto na huko atafikia. Leo yako changamoto bado naichochea, yatanifika majuto Salma atapokuwa. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Guys, openly I make it clear, confidently, and I don't have fear. Education is not just where. Be educated, you will be there. Be educated, you will be there. Chamenga siri soma. Joka chati zungu kusudi nsimuelewe. Haya jina ninyambia daima mwana kama nini. Bali nimekuelewa. Ya kwamba hujakubali upande wa bakia. Kwako ni muhali Chimami kuchaja umia. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Ama kweli mwenye haya simu zako ukasema na wewe utazipata. Dada yangu Chimami, heshima inayo nafasi ndiyo kwenye kila kitu. Inajenga ufuasi wa kazi na uaminifu. Rushwa waona hasi na wala uithubutu. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Dada yangu Chimami, Kazidi, najaribu kuelewa. Nitakuwa Mama sasa punguza kulia, nipate kuelewa. Mwanao naangamia, naye akata tamaa. Mwanao naangamia, naye akata tamaa. Siri nakwambia, hakuna siyokosea. Nashukuru umesoma, Yesu anakuendea. Ila kwanza heshima kwa mama yahitajiwa. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Ni kweli mnayosema, lakini nimekosea. Samahani wangu mama, na sasa sitarejea maneno mnayosema. Moyoni ninaumia. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Elimu nikashatupu kama hakuna heshima. Asante. Salama, mapenzi mema ulinionesha vema, sikuonesha heshima, ila ukurudi nyuma. Hongera wewe wangu mama, nakupenda sana. DJ mama yangu, yangu ya dunia, mama yangu, mama yangu, alhamdulillah. Namshukuru kwa kunipa jirani. Walewe ni jukumu la kila, lakini itaenda vyema, tutashikana. Nikashatupu
kama hakuna heshima. Elimu ni kasatupu kama hakuna heshima. Hayo ndiyo yalojiri enzi za 2000. Dharau zimekithiri, wazazi ni wadhalili, hawapewi stahili hizi za mwisho dalili, hawapewi stahili hizi za mwisho dalili. Maadili yapo wapi yale yenu ya zamani? Kwani tatizo ni wapi? Naomba litatueni. Zama zile ziko wapi? Zama zile za zamani. Zama zile ziko wapi? Zama zile za zamani. Pamoja tuungane kulea watoto wetu, wanawake na kiume, tujenge taifa letu. Heshima ionekane kwa hao wazazi wetu. Elimu ni kasatupu kama hakuna heshima. Elimu ni kasatupu kama hakuna heshima. wanafunzi na walimu, sherehe kushangilia, wasifu la wapitie yanayoyalitawaambia. Misheni nidhamu, elimu we maridhia. Wahaiso kifani leo imetufikia, wawahitimu jamani sherehe kushangilia, wakumaliza shuleni kwa salama na afya. Zankomu namba 1 nani asiyeijua? Mahafal, mahafal, mahafal mefikia. Mahafal, mahafal, mahafal mefikia. Makubwa waliyafanya ili tuwe na nidhamu, kama vile kutukanya kwa yote yaso muhimu, bali pia kudanganya walituambia haramu, lakini na kusengenya kuwa ndio kubwa sumu. Ziada tuliekewa na walimu wetu wema, na mabuku kusachiwa lengo kuleta heshima, na hili lilifikiwa na pekee taaluma, na sisi tuloekewa kweli hatukuwa nyuma. Mahafal, mahafal, mahafal mefikia. Mahafal, mahafal, mahafal mefikia. Tunapeleka salamu kwa mwalimu bina waje, amefanya kazi ngumu kujua tunapasije. Vikao kila awamu situtavisahauje, na kudumisha niwamu sijui tukusifuje. Pia twatoa hongera kwa mwalimu Bisubira, imamu mwenye busara hakuna anamkera. Leo mpo munang'ara, tumependa zenu sera, wala sio masihara. Zankomu inang'ara. Mahafal, mahafal, mahafal mefikia. Mahafal, mahafal, mahafal mefikia. Tuje kwa ticha Ameri, pia mwalimu Saidi, mmetufunza ya kheri, kutii hatuna budi. Ticha Yusufu na Ali, awabariki wadudi. Ticha Saleh mwenye ari, umetimiza kusudi. Yana ticha Adamu, sijui tukupambeje, mtoni mwenye niwamu, twambie unasemaje? Bizena utotimamu, bisara twakuachaje? Niye viungo muhimu, twaomba mbele mje. Mahafal, mahafal, mahafal mefikia. Mahafal, mahafal,
chamwini kwa hakika, darasa ulituweka, Nabii Mwaju bila shaka, wewe hukubabaika, sasa kwako uso shaka, Lukumani wasifika, wa pamoja mlitaka, sisingamani kufika. Abdallah na Hasani sogeni uwanjani, Aisha usingihini, vitatu hatukuoni, Basiti uko makini, Yusuf Rashidi wafanyani, Muhammad nambawani, kwa ushauri jamani. Mahafal, 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 mefikia. Mahafal, 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 mefikia. Kama tumewakosea twaomba samahani, kwa yote yanotokea walimu tusameheni, nasi binadamu pia tuna kasoro ya akili, na Mola tajalia mtaishi kwa amani. Mahafal, 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 mefikia. Mahafal, 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 mefikia. Tamati twamalizia, kwa dua twawaombea, Mola tawajalia wepesi kila hatua, na leo tunaamua hadharani kutongoa, kuwa tulijivunia kwa kila zenu hatua, na leo tunaamua hadharani kutongoa, kuwa tulijivunia kwa kila zenu hatua. Mahafal, mahafal, mefikia. Mahafal, 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 mefikia. Golden Studio. Mashallah. Jamani, hao ni wanafunzi waliosoma nasi iliyotulia, yani moyo umetulia. Siwazi tena nekta, nawaza mahafali. Waheshimiwa, asanteni kwa kuwaburudisha wazazi wetu pamoja na mheshimiwa mgeni rasmi. Mahafal, mahafal, mefikia. Mahafal.